Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa tukufu na uwepo wake mkuu ulio katikati yetu. Tunamfurahia Bwana kwa sababu yupo katikati yetu, anatuhudumia. Jina la Bwana libarikiwe. Wiki hii mwezi mzima huu wa kwanza tumekuwa na somo la sadaka, si ndio jamani? Aina za nini? Bwana amezidi kutufundisha. Tumepita mbalimbali, tumeona sadaka za fungu la 10, sadaka ya shukrani, tumeona zabihu, tumeona sadaka ya nadhiri. Amen. Tumeona sadaka mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nasikia moyoni mwangu tumalizie somo letu, lakini pia nitamalizia somo la fungu la 10. Sadaka ya fungu la 10. Leo nitaongea fungu la 10 na nitaongelea pia kwa nini Wakristo wasiotoa zaka wanakuwa maskini. Taona zaka imeamuliwa na Mungu. Tutaangalia kwa nini wale wasiotoa zaka wanakuwa maskini. Lakini pia kama tuna muda nitaka niongee pia kwa habari laana inawapata watu ambao hawatoi zaka. Alafu Jumatano natamani pia niongelee watu mbalimbali kwenye Biblia ambao natamani mwezi huu tumalize tukiwa tunazungumzia sadaka kwa mwezi mzima. Haleluya. Tunaweka msingi wa mwaka mzima. Kuna mafanikio, wokovu tunaupata bure. Na kuna ukombozi ambao lazima utoe sadaka. Amen. Kuna maisha mengine huwezi kutoka mahali ulipo bila sadaka. Kwa sadaka ina maana sana katika ulimwengu wa roho. Ijapokuwa watu wa upande wa pili wamechukua sasa sadaka, wakachukua kama ni sehemu ya maisha yao. Bwana sasa wakawalazimisha watu kutoa, wakawaamuru watu kutoa. Kwa sasa watu hawaoni hata zile baraka kwa sababu wamelazimishwa. Amen. Kwa haoni mkono wa Mungu kwa sababu hakutoa kwa moyo wa kupenda. Hakujua nini maana ya kutoa. Bwana sasa kuna tamani kufundisha sadaka, alafu mwenyewe uchukue uamuzi wako mwenyewe uone ambavyo una maana. Sasa nataka tuanze kipengele hiki nizungumzia kwa habari ya sadaka ya zaka au fungu la 10. Sadaka ya zaka au fungu la nini? La 10. Sadaka ya zaka au fungu la 10. Fungu la 10 ni sadaka au 10% ya faida yako au ya mapato yako. Napozungumzia zaka au fungu la 10 ni 10% ya faida yako kutoka kwenye biashara yako au ni 10% ya mapato yako. Fungu la 10 ni 10% ya faida yako, ya mapato yako au ya mazao yako. Faida yako, mapato yako, mazao yako. Ni sadaka ambayo tangu mwanzo inatolewa mpaka leo. Sadaka hii ilianza hata kabla ya sheria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika Biblia kuna vipindi vingi. Tunaona asilimia kubwa inaanza kuzungumziwa baada ya Torati ya Musa. Amen. Lakini tunaona ilikuwepo hata kabla ya Torati. Baba yetu alianzisha Ibrahim. Amen. Kienda kwenye Mwanzo ile sura ya 14 utaangalia pale Ibrahimu anatoa zaka. Akatoa zaka kwa Abimeleki. Amen. Kuhani asiyekuwa na mwanzo wala mwisho. Ni nani huyo sasa? Amen. Hana baba wala mama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alipotoka kushinda vita akatoa fungu la 10. Ukisoma pia kwenye Yakobo sura ya 28 utaona Yakobo anazungumza na kuweka agano kwa Mungu, kwa mababa, ninakokwenda huko ukinisaidia, ukinifanikisha, kirudi salama nikafanikiwa, nitakutolea fungu la 10. Kwa tunaanza kuona hivi vilikuwepo kuanzia mwanzo mwa Biblia. Lakini asilimia kubwa imezungumza sana sasa fungu la 10 kwenye kitabu cha Torati. Kuanzia Kutoka utaona pale mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu na kuelekea huku inazungumza sana kwa sababu ni sheria ambayo Mungu aliiweka, lakini ilianza kuanzia kwa mababa. Sasa naambia Ibrahim nani alimfundisha? Amen. Bwana asifiwe sana. Yakobo tutasema alijifunza kwa baba yake, lakini huyu alianza kutoa alimfundisha nani? Kwa ilianza kuanzia mwanzo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini elimu nyingi zinakuja zinapotosha kuhusu sadaka ya fungu la 10 kwamba sio sahihi.
Ukisikia mafundisho mengi kwenye mitandao, utakutana na watumishi wengi wanaongea kuhusu fungu la 10 sio sahihi, haitolewi sasa, haifanyi moja, wanazungumza na washangaa. Amen. Lakini sadaka zingine ambazo zimetoka huko huko wanazizungumzia. Amen. Amen. Ni kama unapoongea habari ya mapambo. Unapozungumzia mapambo, mchungaji anasema hiyo ni mambo ya agano na nini? La kale. Lakini sadaka sio agano na nini? La kale. Si ndio? Kizungumzia kuhusu utakatifu, Mungu amekataza haya, wanasema ni agano na nini? La kale. Lakini unapozungumzia kuhusu sadaka ambazo zipo agano la kale na masomo mengine unayofundisha, au sio agano la kale. Bwana asifiwe sana. Kwa tunaona huu mkanganyiko ambao huko hata leo. Leo hatuishi kwa sheria. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vitu ambavyo watu wamekuwa wakizungumza. Neno hilo limekuwa likihubiriwa sana. Ni mambo ambayo yakizungumzwa kwa watu wengi, lakini neno la Mungu linadumu nyakati zote. Au hautaki, neno la Mungu linadumu nyakati zote. Hajabadilika. Ni yule wa agano la kale, ni huyu wa agano jipya. Haleluya. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hajabadilika. Ni yule yule. Hapo mwanzo kulikuwepo neno. Neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa Mungu. Haleluya. Kunapozungumzia neno, maana kunamzungumzia mwenyewe Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hebu tuanze tuanze na kitabu cha Malaki. Fungua Malaki sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 12. Malaki, mchungaji tusome. Wasomaji wetu, mpe maiki hapo. Malaki sura ya 3 ni mwisho kabisa, kitabu cha mwisho kabisa cha agano la kale. Kitabu cha mwisho kabisa cha agano la kale, wakati tunaelekea agano jipya. Kutoka hapa mpaka Mathayo ni miaka 400. Kwa hiyo ni rahisi tu kufungua karatasi moja ukaona umeingia agano jipya. Lakini hapa ilikuwa ni kipindi cha giza. Kuanzia Malaki mpaka Yesu anakuja, kuna ukimya hapo wa miaka mingapi? Halo. Amen. Lakini unaposoma utaona kama umezungumza tu, unafunua karatasi unakutana na agano jipya. Ni kama ni jana. Amen. Lakini unaona unabii anatabiri habari ya kuja kwa Yohana Mbatizaji, habari jua la haki itachipuka, lakini kukawa na ukimya hapo. Amen. Baadaye ndipo anazaliwa sasa Yohana anatokea na Kristo anakuja. Tunaona tunaelekea kwenye kipindi cha agano jipya. Tusome. Kuanzia 7 mpaka 12. Kuanzia mstari wa 7. Malaki sura ya 3. Ndio. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Unasikia? Tokea siku za nani? Za baba zenu. Mmegeuka nini? Upande. Mkayaacha maagizo yangu. Haya ni maagizo ya nani? Ya Mungu. Ni ya Musa? Ni ya Musa? Ni ya askofu? Ni ya mchungaji? Hapana. Mmegeuka upande. Unajifanya ujui, umegeuka. Sio kama hivyo umemwona, ni kama mtu anayekudai, alafu umekutana, amekuona, alafu umefanya kama wanachezea nini ili apite. Alafu anajua mmeona na yeye amefanya nini? Kwa sababu anakudai na ulimwahidi toka juzi, unamkimbia sasa mmekutana. Sasa unafanyaje? Bila ushike tu ukuta. Kama unaangalia hapa, unapima ili afanye nini? Sasa Mungu naye amewaona. Amen. Anasema nyinyi watoto, tangu nyakati za baba zenu mmegeuka nini? Mnajifanya hamjui. Mnajifanya hamuelewi muhimu wa fungu la 10.
Yaani wewe wakati ulipokuwa na shida, hatu mamangu afu tunaongea wakati una shida unaambia Mungu, Mungu nibariki mimi, nibariki. Mungu anasema mna shida, anakupa. Alafu ukishapata hela unageuka nini? Sema upande. Yaani uko busy kama Mungu hajakuona, kwa hiyo unajifanya kama nini? Naangalia yeye. Angalia. Ili afanye nini? Apite. Ndivyo Wakristo wanafikiri Mungu hawao. Zimeshaingia tena mfukoni. Unageuka nini? Ili wakati uko kwenye shida, Mungu nisaidie, Mungu nipiganie, shida wachawi nishindie. Mungu hana shida, anafanya. Lakini mwanadamu akishapata anageuka, akiyasahau nini? Anasema maagizo haya ni maagizo. Kwa wewe ambaye unakula fungu la 10 au unatoa kilema, na anaona ni kama nani na Safira, si ndio? Kiwango milioni 100, milioni 10 yote, milioni 200, milioni 20 yote, milioni 500, milioni 50 yote unapeleka katika kanisani. Milioni 1, laki moja yote unapeleka kanisani. We tupeleke tu 30,000 eti. Unageuka nini? Unamfanya Mungu wa nini? Mwambie wewe hapa, naongea na wewe. Mama mchungaji anaongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaposoma Biblia unashangaa, lakini wako ambao ni waaminifu. Amen. Wako ambao nini? Hata angelikuwa na milioni 500 utamwona amepeleka kwa Mungu. Kwa sababu anajua aliyenifanikisha mimi ni Mungu, sio nguvu zangu. Hawa wana akili. Lakini wako ambao hawana nini? Hata kipata milioni 1 hajui kwamba milioni 1 ni Mungu amenifanikisha. Utamkuta ni mwaminifu kupeleka 100,000 kwa Mungu. Wako ambao ni waaminifu hata ndani ya kanisa. Wako waaminifu. Amen. Wako nini? Na Mungu anasema mwanangu huyu ni mwaminifu. Kwa sababu ya uaminifu wake nitamtetea, nitampigania, nitamlinda. Kwa sababu nini? Ya uaminifu. Lakini wako ambao Biblia haikuanza leo, anasema hao Waisraeli wamegeuka upande, wakayaacha maagizo yangu. Kunataka nizungumza na wewe. Alafu nikishaongea fungu la 10 niongee kwa habari kwa nini watu wanakuwa maskini kwa kutokutoa. Lakini nikimaliza niongee habari laana ambazo zinawapata ambao utachagua katika hao sasa ukae upande gani. Endelea mama. Endelea. Yes. Anza hapo alafu endelee. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Mmeacha wala mkunini? Hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Sasa unaona mambo yanapoanza. Anasema mmegeuka upande, mkaacha maagizo yangu. Anasema na mkaacha kushika sheria zangu. Sasa anasema nirudieni basi. Maana mnalalamika tu huko maisha magumu, mnalalamika tu huko, nirudieni mimi. Sasa anasema tukurudie kwa namna gani? Kwani sisi tuko wapi? Sisi tuko Israeli hapa. Sasa tukurudie kwa namna gani? Bwana asifiwe. Tukurudie kwa namna gani? Yaani ni kama wewe uko kanisani hapo umeokoka, afu unasema nataka muokoke. Sasa Mungu niokoe kwa namna gani? Bora mimi niko kanisani nimeokoka. Sisi tuko hapa Israeli. Wewe sasa tukurudie kwa namna gani? Kwa wanashangaa kwa namna gani tukurudie? Kumbe mwanadamu anapoacha kumtolea Mungu zaka anakuwa mbali na yeye katika roho. Amen. Anakuwa mbali na yeye katika uhusiano. Unapoacha kumtolea Mungu zaka ya mapato yako, ya mazao yako, ya biashara zako, maana yake katika roho uhusiano wako na Mungu uko mbali. Umekaa mbali huko.
Sasa anasema nirudieni wana wa Sayuni, nirudieni watoto wangu. Wewe ambaye yamkini huko kwa sababu ya kutokuelewa umekosana na Mungu, huko mbali na Mungu, anasema nirudieni. Sasa tukurudia kwa namna gani? Sikiliza, endelea. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Unasikia? Sasa je, mwanadamu atamwibia Mungu? Afuona anavyoshangaa. Yaani wewe unatoka hapo unaenda pale ikulu ya Samia, unakaa mlangoni, unataka Samia akipita umkabe roba, umpokonye simu. Inawezekana? 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 Yaani utoke hapa uende pale Magogoni pale, alafu kae pale mlangoni, shumelewa au unajifanya wewe ni kibaka, alafu unataka akipita nifanye nini? Ni mkabe aachie nini? Simu. Inawezekana? Sasa kama kwa mwanadamu huyo haiwezekani, asema je, mwanadamu niliyemfinyanga mwenyewe, niliyemuumba mwenyewe, atamwibia Mungu? Anauliza sasa. Unajua ukisoma akaandiko, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Yaani blessing wangu huyu amekaa ananipiga biti kama mzee, usipotoa hela mzee na kutoa roho. Namwangalia, nani unaweza hivi naota au ni nani? Nakuta na kenyewe kamekazana na udogo wake hivyo hivyo, na mtoto wake hivyo hivyo. Sasa leo mzee nakupiga leo. Yaani leo usiponipa chakula nakupiga. Ameshika na fimbo. Halo. Sasa ndivyo ambavyo anakuona Mungu, asema je, mwanadamu atamwibia? Unajua usisome tu kakimbia. Fikiri, kaa hapo. Tumejifunza leo, amesema tuombe Mungu atupe ufahamu na akili. Wakati unajisomea afa sema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Atamwibia Mungu. Manake anashangaa. Afa cha ajabu anasema, lakini nyinyi mmeniibia mimi. Pamoja na kwamba hawaogopi, yani hamuogopi Mungu, afu na wakuzo na umekazana uko pale mlangoni, umeshika Fatuma, unataka uvunje ukamwibie ndani kule. Kuna watu hawana macho wala ujue umetokea wapi, utashangaa tu yani hiki kiungo kiko kwingine, mdomo umetoka, sikio limetoka, pa unashangaa unapata uwezo gani wa kutaka kwenda kumwibia mkuu wa nchi? Sasa Mungu asema, lakini mwanadamu amefanya nini? Ona Mungu anavyohuzunika, mtoto wangu. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Lakini ninyi mnajiuliza, sasa jamani, hivi mimi na nguvu zangu nikamwibia Samia kweli? Nimeanza wapi? Mimi Mungu nimekuta wapi kwanza? Wewe Mungu, tunakufahamu Mungu wa miungu, wewe Mungu kabisa, wapi tumekuibia? Watu wanauliza maswali. Afasema mmeniibia zaka na sadaka. Kumbe hata sadaka ni ya Mungu. Ndio maana usije nyumbani mwangu mikono, kumbe ni agizo hilo. Isipokuwa labda sijui sasa, maana ni andiko limesema kumbe zaka na zabibu. Afu anashangaa, kumbe zaka ni ya Mungu. Halo. Hivi jamani, simu ya mama mchungaji, si ndio? Amen. Amen. Si ndio? Mmeniibia zaka na nini? Akitafuta, anatafuta mtu, alafu anakuta iko kwa, atasemeje? Umeniibia simu yangu kwa sababu ni ya kwa, hata kama iko mfukoni kwa. Sasa ndivyo ilivyo zaka. Zaka sio yako, ni ya Mungu. Kwa unapochukua ukala, umefanya nini?
unahesabika ni mwizi, umemuibia, sababu sio ya kwako. Kwa kama una shilingi 10, maana yake shilingi 1 sio nini? Ya kwako. Ni ya nani? Sema ya Mungu. Sema ya Mungu. Yani umefanya kazi wewe, kila kitu umefanya wewe, ni ya Mungu kivipi? Kwani kodi wewe ulipi? Hali unaokanyaga ni ya kwako? Unaovuta ni ya kwako? Umeme jua unaotumia, maana umeme ukitumia unakatika. Sasa umeme umekatika, jua imekatika, la kwako. Mvua ya kwako, hewa ya kwako. Sasa unakata yeye nawe kumshukuru hata kwa kulipa kodi. Halo. Makofi kwa Yesu kama unanielewa. Kwa anasema mmeniibia zaka na zabibu. Na ndio maana kuna watu wengi hawataingia mbinguni. Utajikuta jehanamu ya moto kwa sababu ya wizi. Maana hakuna mwizi anaingia mbinguni. Tunaelewana? Zaka na zabibu ni ya nani? Ni ya nani? Katika mapato yako, ile faida unayoipata kwenye biashara yako. Wanafunzi, lile bumu lile sina kwako, hawataki. Sasa mchungaji, mambo mengi chuo, mambo mengi wawenga kukwambia hilo. Amen. Kuna ya Mungu iko pale. Na ndio maana ukimaliza utadaiwa na serikali. Si ulipewa wewe? Amen. Na ndio maana watu watana jehanamu kwa sababu ya kutokulipa mikopo ya serikali. Kama uko hapa ulisomeshwa na serikali, alafu umejifanya kama uelewe, yani unajifanya kama unaangalia nini? Umegeuka nini? Yani umesomeshwa na serikali, ulikuwa unakula mabumu vizuri tu sana, alafu umemaliza, alafu umepata kazi, unajifanya umegeuka nini? Mchungaji alitusimulia alipochukuliwa wakati hapo kwenye mstari, anaambiwa wewe leo uingii leo kwa sababu unadaiwa bodi. Alafu anajiona naye wakati anaanza, naye alikuwa anageuka nini? Wakija wale watu wanapita ofisini, hivi umndani hamna mtu mama na serikali? Nasikia umndani hamna. Wanaenda ofisini, wanamkuta yuko pale kiongozi wa ofisi, si ndio? Imani, sisi ni watu tumetoka bodi ya mikopo, kwa hiyo tunaulizia kama kuna mtu amesomeshwa na serikali ili alipe ingawa kidogo kidogo. Afu yeye anasema wewe ile serikali haina mwenye. Wanasema ile serikali haina nini? Kwa wanageuka. Anasema hamna bana, hayupo kabisa, yeye hayupo. Sasa yote hayo wakati amefika mbinguni anaoneshwa. Wakati wanakuja haipo. Mungu anasema haipo, kwa hiyo ujifanya haipo. Sasa natamani arudi duniani, ndio ameshaondoka. Halo? Na foleni nafanya nini? Unatamani urudi ili urudi uje uamke, alafu utafuta sasa ndio umeshafika pale. Sasa unakutana na tuena tu 2200 zako zilizokuwa unakula zimekaa hapo, zimekuganda. Ushahidi, maana unaenda na ushahidi kwa Mungu. Alambo mmeficha mawigi kwenye kabati, alafu nasubiri ukitokelezea uende kwenye sherehe uliweke. Siku hiyo wakati umekufa ndio unashangaa limekaa hapa. Unalitupa chini, unasema wewe unaenda unakaa pale pale. Unajaribu kutupa chini hivi, nasema mpendwa. Anasema anajaribu arudi ili sasa nakumbuka na jamaa ndio yuko hapa, anasema sasa yuko ulipi kabisa na umefanya kazi miaka mingapi? Mpaka nimekuja kukukumbusha kabisa bana kwamba bana nimetuma mtumishi wangu, lakini wewe unasema sasa ndivyo itakavyokuwa wewe na fungu lako. Unaona na zako zote unachukua zile, alafu ya Mungu
Kwani Mungu ajua kama kabisa mimi sina safari kabisa, mimi sina. Tuanga wiki ijayo. Halo. Nili utubu leo kabla hujafumba macho. Siku kifumba macho zote ulizoiba utazikuta pale. Tunatembea nawe hapa. Twende. Shauri yako. Utajua kwamba anasemanga askofu kachumbari ni mboga au inasaidia. Halo. Wakati unatembea huko hapo. Ashukuriwe Mungu akarudi duniani. Alianza hata ukimpa nini, alianza anaweka 2,200. Utasikia baba nimetuma 10,000. Tara kila siku Mungu usije. Mungu usije. Ilikuwa ni maombi namsikia. Wakati anaomba Mungu asije. Amalize kulipa. Haleluya. Alifunga na kuomba amalize kulipa deni lake. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akatokea, amemaliza deni lake. Na change yake hivi, change yake umeshaanza kuichukua na change anawadai. Waachie mamake imezaa. Halo. Yaani alilipa mpaka akapitiliza, kwa sababu ile hofu kwamba nilipe mpaka mfanye nini? Akapitiliza. Kwa na wewe yoyote anayekudai, hata kama hajakudai, ujue hilo deni utalikuta. Ni yeye ujisamilishe tu kwa ndugu yangu, unajua unanidai, uweza kulipa sina. Kama kusamea, hata kama hajasema amekusamea, hata kama ni 500 ulichukua pale. Karanga za nani? Alafu unajifanya umesahau muone. Hivi sasa mimi unidai kweli? Shirika unanidai. Tukumbushane jamani. Amen. Tukumbushane. Sawa sawa. Hakuna hata kitu kidogo ambacho tunakisahau. Sasa ndipo Mungu anazungumza, wanadamu wameniibia zaka na zabihu. Kumbe sio mali yako. Ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtumishi. Mstari wa 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Mmefanya nini? Mmelaaniwa kwa laana. Ndio nimesema nitaongea sisi, ngoja nipita, nitaongea hizo laana. Mmelaaniwa kwa laana. Sasa laana ambazo anisema ni zipi? Nitakwambia mbele hapo tukimaliza hapa, ili uone kwamba anapozungumzia mmelaaniwa kwa laana, laana anazosema umelaaniwa kwa laana ni zipi, ili uzione. Endelea. Leteni zaka kamili ghalani. Sasa anaagiza, sema anaagiza. Anaagiza. Sema ni agizo. Ni agizo. Sema ni agizo. Ni agizo. Anasema leteni. Leteni nini? Zaka kamili ghalani. Leteni nini? Zaka kamili ghalani. Sio tu zaka. Mbele yako kuna nini? Kamili. Mbele kuna nini? Kamili. Mbele kuna nini? Kamili. Soda inauzwa shilingi ngapi? 500. Wewe unapeka 480. Na wewe. Kumbe ndio faida. 20 ndio nini? Ana 20 tu. Yaani nyima soda 20 tu. Peleka kamili 500. Sasa zaka anazungumzia nini? Kuna wale ambao tunatoa zaka lakini hatutoi ni sasa hujatoa. Lakini kawaulize wanaotoa zaka kamili kwa Mungu, kama kuna siku umepungukiwa, utaona maisha yao yanachanua, utaona maisha yao yanaongezeka. Tunahubiri tunachokiishi. Nenda nyumbani, hata kingekuja nini, na mchungaji atakaa, kileta mchele atapima fungu la 10 atatoa, litaenda kwa mtu fulani. Hata ingekuwa ni mafuta, atagharamia shilingi mafuta 20, hapa kuna 2,000 ya Mungu tumeletewa. Hatujawahi kupungukiwa. Nakwambia. Tuseme mchungaji, kuna mchele nenda posta. Ulikotoka huku umekaribia kuishi. Na ukifika hata mtino ni ule zaka ya Mungu. Wewe unaona mambo magumu kwa sababu ni mwizi.
leteni zaka kamili, ni heri izidi. Toa 20%, 30% izidi, sio ipungue. Na umesikia kwa yule, nilifurahi sana wakati mchungaji yule anahubiri hapa kwa habari ya kwa shetani ambavyo wao wanatoa asilimia ngapi? Alisema 60 na sio na sadaka zingine, na anaenda kwa kulia na kupomoka na anapiga magoti, naomba upokee. Yani kwa mtu ambaye sio Mungu. Je, wewe kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yeye anakuambia 10% tu, lakini na yenyewe 10 nataka umuibie. Naudia tena, kuingia mbinguni gharama na kuingia jehanamu gharama. Hakuna mahali ambapo hakuna gharama. Ukitaka jehanamu gharama. Kwani mlevi bia anapewa bure? Shananu sigara anapewa bure? Si gharama hiyo. Ukikwepa huku, hata huko unaokwenda kuna gharama unaenda kulipa. Kuingia mbinguni gharama, kuingia jehanamu gharama. Mimi nilipe ya huku mbinguni. Mimi nataka nilipe wapi? Ili niingie huku. Kwa yule ambaye hataki kwenda asema leteni zaka kamili ghalani katika nyumba yangu. Endelea mama. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema nenda ufanye hivi, ni andiko moja tu kwenye Biblia. Sheria inasema usimjaribu Bwana amri, lakini mwishoni kwenye Walawi ndiko yeye mwenyewe anasema sio tu usinijaribu, anasema sasa ili uone ukanijaribu kwa njia hii. Ni kwa njia ya kutoa, niko mwanadamu amepewa kumjaribu aone alichosema ni ukweli. Hebu amua sasa kwamba chochote ambacho kinaingia kwenye mikono yangu, faida yoyote inapita mikononi mwangu, nitakuwa mwaminifu. Napenda nimsemee mzee wangu hapa kwa sababu yeye ni kiongozi. Ni mtu hawezi funga 10 kwa uaminifu sana. Kuna wakati kuna jambo alikuwa analifanya kwa akasema mwezi huu nitatoa mwezi, nitarudisha mwezi ujao. Mwambie nini kilitokea. Hebu sema mzee. Aseme mwenyewe mzee alimwambia nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namna ilivyokuwa, tulikuwa na mke wangu, tuliweka hela kwamba tumtolee Mungu fungu la 10. Sasa mambo yakawa yamekuwa mengi, tukaipanga kabisa fedha tumeiweka. Sasa tukasema kwa sababu haya mambo yamekuwa mengi tusiitoe. Sasa wakati nilikuwa nimekuja kukesha kwa ajili ya kuomba, nimelala ofisini. Yaani nilijiona niko hapa madhabahuni. Baba mchungaji amepiga magoti anaangalia mbele na mke wangu anaangalia mbele. Halafu mimi nimelala, miguu hii ya kwangu nimeiweka kwenye ukuta, nimegeuka huko. Baada ya kugeuka, mama akawa amekuja, aliongea kwa sauti kiasi kwamba mpaka majirani wote wakawa wanasikia vile ambavyo amezungumza, kwa sababu ya ile fungu la 10 ambalo nimelimzuilia Mungu. Kwa alizungumza mpaka nikalia, nilitoka kwenye ile ndoto nalia. Paka nikarudi nikapiga magoti mahali hapa. Amen. Mungu awabariki. Aiseme sauti lisemeje? Sema vizuri. Alisemeje? Yaani kwamba kwa nini umeamua kuniibia wakati, kwa nini umeamua kuniibia? Kwa alivyokuja nikajua ni Mungu anazungumza na mimi. Kwa ile sauti yaani mpaka mifupa ilisikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nini? Kwa sababu hatukujua wala hamna anayekuwa anajua, si ndio? Ni yeye ameweka, na kwa sababu mambo ni mengi, mama hapana, hebu tunaende hivi. Sasa unaona, anaonesha kwa sababu mama hana nguvu. Kwa nini mama alikuwa ameangalia huko? Kwa sababu mama alikuwa hana nini?
Baba kaamua. Ndio maana wangekuwa wote wangeshikia wote. Sasa sauti ya baba iko nini? Mama, basi kama ni hivyo basi, si ndio? Alitafuta macho, mchungaji nini? Sasa shoni fanye, nikasema shoni fanye, malizana naye mwenyewe, mimi sikuweko huko. Usiniletee balaa. Halo, pigie Yesu makofi. Wanangu, ninawafundisha ukweli. Fungu la 10 ni la Mungu. Yamkini hujaisikia sauti hiyo, lakini isikie hii inazungumza na wewe. Yamkini kama ni ya mwisho kukusikiliza, lakini Mungu anakupenda. Kuwa mwaminifu. Ni mtoeze. Kwa nini umeamua kunizalau kwa kuniibia? Si kwamba alikuwa anachukua afanye, nitarudisha. Lakini sauti inakuja kwa ukali, kwa sasa umegeuka. Maana amegeuka nini? Baada ya kuangalia kwa Mungu, amegeuka wapi? Nini kimekugeuza? Ulikuwa unaenda vizuri na Mungu, alafu ghafla umeiba, umegeuka, umeachana naye. Sasa ni wangapi kama hawa? Kwa ni muhimu tunapozungumza kwa habari ya fungu la 10, uone ambavyo Biblia inamaanisha nini inapoongelea habari ya fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie kanisa. Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu sema Walawi, mambo ya Walawi 27, 30 na 32, alafu andika Hesabu 18, 21, 24, 26, na 28. Hesabu 18 mstari wa 21, mstari wa 24, mstari wa 26, na mstari wa 28. Alafu tutahamia maandiko mengine. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30. Ni sehemu moja tu umeamuliwa kumjaribu Bwana. Alafu uone ambavyo madirisha mbinguni yanafunguka kwa ajili yako. Mwaka huu ukawe ni mwaka wa baraka kwako. Wako waliomjaribu wamemuona Mungu. Watu wengi wana ushuhuda hapa, mpaka masikio yanawasha, Mungu amewatendea. Kwa nini? Kwa sababu walimjaribu Mungu, walimaanisha, waliamua kwamba hatutamwibia Mungu mke wangu, hatutamwibia Mungu mume wangu, tutoe kwa uaminifu. Unapofanya hivyo, ndipo utakapomwona Bwana akitokea kwa namna ya ajabu, maana umeamua kumjaribu. Yes, tusome. Mambo ya Walawi 27:30. Ndio. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. Ni takatifu kwa Bwana. Ni ya Bwana. Ni ya Bwana. Umesikia? Zaka yote nini? Ya nchi. Vyote vya nini? Ni vya Bwana. Ni vya nini? Ni vya Bwana. Kumbe zaka sio yako, ni ya Bwana. Ndio maana anaidai, ndio maana anasema umeniibia, kwa sababu ni ya kwake. Halo. Endelea. Zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi, kama ni mbegu ya nchi, au kama ni matunda ya nchi, au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. Ni ya Bwana. Ni takatifu kwa Bwana. Ni takatifu kwa nini? Sio tu ya Bwana, pia ni takatifu. Kwa unapotoa, sio unatoa tu, umetoa kitu kitakatifu. Unapotoa fungu la 10, unapotoa zaka na dhabihu, anasema ni ya Bwana, maana ni takatifu. Kwa unaposimama hapa umeshika sadaka yako, ujue umeshika kitakatifu cha Bwana. Haleluya. Ndio maana nasemaga, mwambie Yesu na kushukuru. Asante kwa uaminifu wako, katika vile Bwana umenijalia kwenye biashara yangu, kwenye kampuni yangu, kwenye kazi yangu. Leo nimesimama na vitakatifu kwa Bwana. Ni takatifu kwa endelea. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitai chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Shia hapo. Kukomboa maana yake ni wewe ulikuwa mwizi. Kukomboa maana yake ni wewe ulikula kile cha Mungu. Unapoleta, usilete tu, ongeza na sehemu ya 5. Halo.
sehemu, sio 10%, sehemu 5% ya kile ambacho ulikuwa unatakiwa utoe. Sasa umeona adhabu yake. Mungu yuko makini sana kwenye eneo hili, na shetani anajua watoaji wa fungu la 10 wana ulinzi wa ajabu kwenye maisha yao. Atakupinga, lakini kwake anasema ukipunguza hata kidogo tu unaondoka, unakufa. Kwake ameweka sheria ngumu, lakini kwa watakatifu anakuletea vikwazo vingi. Uone kama unatoa, uone kama unaharibu, kumbe sio kwamba unaharibu. Anajua faida ya fungu la 10. Bwana akufungua macho katika jina la Yesu. Uwe mwaminifu, atakufa, maana ni takatifu kwa Bwana. Twende kwenye Hesabu. Hesabu sura ya 18. Umeshapata ma? Hesabu 18. Umeshafungua? Hesabu 18. Mstari wa 21. 21. 24, 26 na 28. Biblia inasema, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikiao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Yes, umepewa Walawi. 24. Ndio. Kwa kuwa zaka ya wana wa Israeli waisongezayo kuwa sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana, yes, nimewapa Walawi kuwa urithi wao. Ndio. Kwa hiyo nimewaambia ya kwamba katika wana wa Israeli hawatakuwa na urithi wao, hawatakuwa na urithi wao wowote. Bwana ametoa kwa makuhani. Hauli mshirika, sio ya mtu, ni Bwana ameitoa kwa makuhani, maana hawana urithi. Amen. Huu ndio urithi wao. Hawatafanya kazi, hii ndio kazi yao. Bwana asifiwe sana. Endelea. 26. Tena utanena na Walawi na kuambia, ndio, hapo mtakapoitoa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliyowapa ninyi kutoka kwao kuwa urithi wenu, ndipo mtakaposongeza sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo, iwe zaka katika hiyo. Umeona sasa? Zaka. Ndio maana angalia, wachungaji wengi wanakamatwa hapa, sio waaminifu fungu la 10. Kwa sababu yeye ni mchungaji. Anasema na wachungaji wakipokea zaka, katika hiyo zaka waliopokea watoe zaka katika hiyo, kwa ajili ya kuhani mkuu. Walawi ni watumishi, mchungaji, kuhani mkuu. Amen. Sasa nasema na hao pia, na ndio maana kama wewe ni kiongozi, ni mchungaji ambaye unajua kupokea mafungu ya 10 na utoi zaka, bado moto unakuhusu. Na wewe ni mwizi wa ile zaka ambayo Mungu alikupa. Kumbe mchungaji anayetoa zaka, faida yake ni, maana yake anatakasa donge alilolipata. Lakini kama mchungaji huyu unatoa kwa uaminifu kwa kanisani, kwa sababu mchungaji anakula zaka, utakuta analaani zaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Katika mambo ambayo ni mwaminifu mbele za Mungu ni zaka. Tangu nilipookoka, labda ambayo nimesahau, na kuna wakati wanaongezaga, nasema ama kuna wengine nimesahau, naongeza. Amen. Nikipata nafanya nini? Naongeza. Nasema labda nimejisahau, na zingine zimeingia hapa katikati ambazo sijua kutoa. Ni muhimu wanangu. Zaka hapa nazungumzia watumishi, kwa sababu usiongelee na wachungaji, lakini wakati tunaongea na wachungaji, pia tunazungumza kuhusu maandiko haya, kwamba una umuhimu unapoipokea ile zaka. Na hata wale ambao anafahamu jeni au wale wahasibu, kwamba zaka yote inapokusanywa na kuhesabu, inatolewa pale 10% ya ile zaka, kwa sababu ni agizo la nani? La Bwana. Ili watoto wa Mungu walioleta zaka waone baraka za Bwana, waone mkono wa Bwana, waone ulinzi wa Bwana, kwa sababu wamemtii na kumheshimu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Sasa hebu twende haraka Kumbukumbu la Torati, andika sura ya 12.
mstari wa 6 koma, mstari wa 11 koma, mstari wa 17. Alafu naenda tena pale mbele Kumbukumbu la Torati 14, Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 22. 14:22. Kumbukumbu la Torati tena 26:12. Narudia. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 6 koma, mstari wa 11 na wa 17 na ule wa 17. Alafu na sura ya 14 mstari wa 22 na sura ya 26 mstari wa 12. Alafu tutamalizia maandiko mengine matatu. Yes, tusome. Kumbukumbu la Torati, naanza Kumbukumbu la Torati sura ya 14. 12. Abe. Sura ya 12. Sura ya 12. Yes. Sura ya 12 mstari wa 6. Ndiyo. Biblia inaandika. Ndiyo. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Endelea. Luka mstari mwingine. Pelekeni huko. 11. Ndiyo. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Mahali alipopachagua na alipoliketisha jina lake, mahali ambako Mungu wa kweli anahubiriwa, mahali ambako Kristo anajifunua. Amen. Hako ndiko mnapeleka sadaka zenu huko, sio kila madhabahu, sio kila mahali. Zote. 17. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako wekazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa ya mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema usifanye nini? Usile. Sema nisile. Bwana anambia mimi nisile. Mimi sili. Ukiniambia wewe usile hata kama unaniambia mimi sili mpendo. Sema nisile. Nisile. Sema nisile. Nisile. Ndani ya malango yangu. Ya malango yangu. Zaka za nafaka zangu, za divai zangu, za mafuta yangu, za wazaliwa wa kwanza wa makundi yangu, ya ng'ombe, ya kondoo. Usile. Sema usile. Sema usile. Sema nisile. Sema nisile. Kwa sababu kila ule ni moto, ile ni sumu. Kuna siku wakati tuko kule niliwahi kuleta, nisahau parachichi leo bana, mtumishi wa Mungu. Siku mzee anakumbuka siku anaingia kanisani, niko naongea kuhusu sadaka na nilikuwa na parachichi. Sema parachichi. Sema parachichi. Akanikumbusha, mchungaji nakumbuka siku ya kwanza naingia kanisani, napita naenda kuabudu, nilikuwa unahubiri kuhusu fungu la 10 na ulikuwa unatoa mfano wa nini? Wa parachichi. Parachichi tunalifahamu. Parachichi. Amen. Amen. Ukikata ndani unaruhusiwa kula, lakini lile kokwa nini? Ni sumu alili. Lengo la ile uende ukapande ili lizae tena, ndio maana ya fungu la 10. Sasa wewe unakula parachichi ile, unakata unakula, unataka kung'ang'ania kwa sababu ilikuwa tamu, unataka ule na nini? Wewe ile atulagi ili tunaweka tupaka pande. Hii ni mbegu. Haleluya. Hii tatuli. Sasa wewe unakula ile uliyopewa, unataka ule na ile. Na ndio maana mbegu zote mara nyingi ni sumu. Kwa hutakiwi ule, hii hailiwi.
Sasa kesho wanatafuta parachichi, umeshakuwa na mbegu na ili umekula, utaona tena? Asingekuwa parachichi. Kwa Mungu amekupa ule parachichi, lakini mbegu ni fungu la 10. Atuli. Ile ni laana. Sema laana. Sema laana. Sema ni moto. Sema ni sumu. Ile ni moto. Ukiacha usalama wako, ile zako zote ni 9%. Hii 1% ni moto. Ukiacha itaua hizi, itaunguza hizi zingine. Na ndio maana wengi wameacha, kwa sababu umeacha hii inakuja kuunguza hizi. Unashangaa hata ambazo nimepata sijafanyia chochote, mara magonjwa, mara tabu, mara sui nini, yanakuwa mambo mengi nini, hii imekula hizi. Chachu kidogo donge zima. Kwa nafikiri Yesu aliposema njooni kwangu wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, maana nila yangu na mzigo wangu. Hata fungu la 10 niambie. Yeye amekupa tu fungu la 10 tu. Jamaa, hilo ni gumu. Ni gumu. Kwenye 90, kwenye 100, 90 za kwako. Yeye anataka sasa 10 ni nzito. Sasa ona mwanadamu alivyo na moyo. Yaani kama hii ndio nyingi kuliko za kwake, basi nipe wewe 90, wewe uchukue 10. Si 10 nyingi? Nipe basi hizi 90 ngapi? Maandazi umemnunulia wewe, umempa ashike wewe, nipe moyo. Wewe nipe. Unachofanya unachukua na lile na makofi juu, alafu nampa na mwingine. Halo? Ndicho Mungu anachofanya, kwa sababu amekupa yeye, alafu anataka umpe sasa. Maandazi unayo 10, hebu mpe mwenzio mmoja. Utaki kumpa moja? Anakula hapa, alafu unamnyang'anya yale yote 9 ambayo ilikuwa yale, unawapa wengine. Anabaki analia from sasa, ukome sasa. Yaani wewe yote unataka kule peke yako, wewe una roho gani? Ndivyo Mungu anavyokufanyia. Anakupa 500. Halo? Anataka hapo 50. Na yenyewe unafanya anachofanya, yaani unanyang'anywa na ile ulikuwa naye. Mungu atuhurumie kanisa. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Hebu turuke 26, 14, 22. Twende haraka. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Anasema usifanye nini? Usiache kutoa. Bado anasisitiza katika mashamba yako. Wewe kama ni mkulima, kaangalia kwenye mazao yako, usiache kutoa fungu la 10 kwenye mazao Mungu amekupa, kwenye mahindi, kwenye mchele, kwenye karanga, si kwenye migomba, si kwenye nini, kwenye mifugo yako, kwenye kuku zako, kwenye mbuzi zako, kwenye ng'ombe zako, kwenye kondoo zako, bado iko ya Mungu hapo. Kumbe ile inalinda kondoo wako asiuawe. Kumbe ile inalinda kondoo wako asiliwe. Kumbe ile inalinda kondoo wako asiipiwe na vibaka. Inalinda shamba lako. Siku hizi kuna watu wanahamisha, sema wanahamisha. Akipita bibi hapa akifanya tu hivi, umelima we. Akifika akifanya hivi. Ye kalima robo, wewe umelima eka 1, afu yeye anapata gunia 20, wewe kwenye yeye unapata gunia 1 na kapeto. Zote nimetumia hizi hapa. Kuna mtu akapita kafanya nini? Kahamisha. Sema la kwangu alihamishi kwa jina la Yesu. Lakini fungu la 10 akifanya hivi, vya kwake vinakuja huko. Akihamisha hivi, vya kwake vinaletwa huko. Haleluya. Kila anapohamisha ndio vya kwake vinakuja kwako katika jina la Yesu. Kila anapohamisha, maana anasema mimi nitamkemea alaye.
tamkemea anayehamisha, tamkemea anayechukua, tamkemea anayezuia. Mungu atamkemea, baada ya kwenda vitakuja kwako katika jina la Yesu. Na ndio maana anashindwa. Lakini ninakwambia huu ni ulinzi wa ajabu sana. Fungu la 10 ni ulinzi wa ajabu. Fungu la 10 ni ulinzi wa ajabu ambao Bwana ameuachilia kwa watoto wake. Kinalokole kwenye kunena kwa lugha hapa, ije sasa zaka. Mnakumbuka mzee yule alikujaga hapa mwaka jana, mzee Ngunda, miaka 84, unakumbuka? Aliongelea kwa habari ya mshirika wake ambaye alipata kinwa mgongo milioni 150, si ndio? Baada ya kuleta milioni 15 akaleta milioni ngapi? Hizi zingine nyingi. Akaenda kulima eka 100 za mpunga. Alipata sigunia 5, sigunia ngapi kwenye eka 100. Mwaka wa kwanza akajipa moyo, mwaka wa pili huu. Mwaka wa pili akalima tena. Ndio kabisa hata 5 zikapungua tena. Zikapata 2. Pressure. Nakufa nini? Ondoka. Hela zote na sekta nunua na yeye likaisha, akabaki 0. Kisha miaka yote aliyofanya kazi kwenye milioni 150 anaona milioni 15 Sasa hata zile 135 ambazo zingemsaidia afanikiwe zizalishwe na zenyewe zikaliwa. Shetani ni baba wa uongo. Si hauna, subiri upate. Utaona mahubiri. Amen. Amen. Unaomba, umepata milioni 10 ghafla alafu uwanja ulikuwa una milioni 10 ile. Anaanza si unaona. Kwani Mungu hajui kama ulikuwa unaomba uwanja? Unaanza mahubiri yanaanza kuwa mengi. Nikipata nyingine nitarudishia. Kumbe naye nunua ni wa utapeli. Kesho nakuja kuleta nani? Unataka kuna mwingine anajenga pale. Afa anayejenga kinganganizi balaa. Unaanza kesi nini? Kumbe ni mwenyewe ulikosa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa jina la Yesu. Nakataa roho ya wizi kwa damu ya Yesu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Andika Mambo ya Nyakati, hii hatutalisoma. Mambo ya Nyakati wa 2:31 mstari wa 5 na wa 6 utasoma nyumbani. Mambo ya Nyakati wa 2:31 mstari wa 5 na wa 6 utasoma nyumbani. Tukasome Nehemia 10:38. Alafu na Luka 11:42. Luka 11:42. Nehemia 10:38 tutamalizia na Luka 11:42. Some mama Nehemia. Mstari wa 34 kitabu cha Nehemia sura ya 10. Biblia inaandika naye kuhani mwana wa Haruni atakuwako pamoja na Walawi watoapo zaka Walawi nao Walawi wataipandisha zaka ya hizo zaka nyumbani mwa Mungu wetu. Haleluya. Vyumbani katika nyumba ya hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongelea Walawi ambao wamepewa nafasi ya kuinua. Lakini ukisoma hiyo sura utaona Israeli walipoacha kutoa, Walawi wakatoka madhabahuni wakaenda kulima, wakaenda kufanya vibarua. Anasema nchi ikapigwa kwa laana. Sasa baada ya Nehemia kuja akamwambia mmefanya nini? Watu walipoanza kutoa tena madhabahuni, makuhani wakarudi madhabahuni, ndipo watu walipoanza kuziona baraka kwenye maisha yao. Pige Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumalizie na Luka 11:42. Alafu nataka niongelee hiki kipengele kinachofuata. Maana leo tunamalizia, tuna maombi pia. Luka 11:42 inaandikwa, lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnana na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu,
iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Sana. Iliwapasa kufanya hayo ya kwanza tuyafanye, lakini tusiyaacha ya nini? Ya muhimu. Lakini wao walikuwa wanatoa kwa unafiki. Amen. Sio zaka atakufanya uingie mbinguni, ni pamoja na mengine pia ya kuyafanya. Amen. Maisha matakatifu. Sio zaka ya wizi, sio zaka ya mtu anafanya alafu anafanya uasherati, anafikiri ni uishi maisha matakatifu na utoe zaka kwa uaminifu. Pigie Yesu makofi. Amen. Kwa anasema na hiyo msiache. Hii ni agano la kale. Hapa ni agano la kale. Haya, Mathayo 23 mstari wa 23. Hii ngoja nisome mwenyewe. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka. Zaka tunalipa. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nimeongea na tumeifundisha sana kuhusu zaka kwa maandiko mengi, lakini nataka niongee hasa kipengele hiki. Nitaongea Jumatano. Kwa nini Wakristo wasiotoa zaka wanakuwa maskini? Amen. Yako mambo 10 ambayo tutayaangalia, lakini leo nataka pia niongee hiki kipengele kwa sababu aina 4 za laana zinazowafuatia watu wasiotoa fungu la 10. Nataka niongee hizi aina 4 za laana ambazo zinawafuatia, maana mbeleni tuna maombi. Leo ni siku ya kumaliza maombi yetu, hitimisha maombi, tunakaribia kwenda kuomba kuhitimisha. Amen. Bwana asifiwe sana. Andika aina 4 za laana zinazowafuatia watu wasiotoa zaka, wasiolipa zaka, wasiotoa zaka. Aina 4 za laana zinazowafuatia watu wasiotoa fungu la 10 au zaka. Namba 1. Andika haraka kusaidia. Watu wasiolipa fungu la 10 hulaaniwa kwa laana ya nabii Malaki sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Watu wasiolipa zaka ya fungu la 10 hulaaniwa kwa laana ya nabii. Anasema mmelaaniwa nyinyi taifa lote. Sasa moja ya laana mahususi katika Biblia ni ile ya nabii Malaki inayotokana na kutotoa fungu la nini? Fungu la 10. Hii ni mahususi iko. Laana hii haihitaji mchawi ya kulaani. Laana hii haihitaji agenti unajilaani, maana tayari imesemwa. Laana ya nabii Malaki iko hapo, inazunguka juu yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye vitu vyako, iko hapo juu. Sasa usipokila tu hiyo laana inakuja, maana ni Mungu alisema mmelaaniwa kwa laana. Sasa laana hii haihitaji mtu akuroge, unajiroga mwenye, sababu iko hapo, inafuatilia, iko na wewe hapo. Ili iondoke unapolipa, maana unaifukuza, lakini unapotoa unaiita ije juu yako. Laana hii husababisha kuachiliwa muharabu yeye alaye. Andika, laana hii husababisha kuachilia muharabu yeye alaye. Muharabu, sio muharabu. Muharabu alikuwa ni tuseme kama chuma ulete. Amen. Inyakusa abandieki. Kulikuwa kuna vijidudu kule kwetu walikuwa wachawi wanavitumia. Ukisaga unga kanakuja kama kapanya, unakuta anako mtapanya mdomoni huku na unga, unafika kabeba tu kidogo, kumbe huku ndani ambeba kilo 10. Atandieki. Sasa Mungu anawakemea wanaokula. Wanakuja watu kwenye biashara yako na fedha achuma ulete, kwa sababu biashara yako anatoa fungu la 10, baadaye kuchukua anaondoka patupu, za kwake zinakuja kwako. Anasema nitamkemea muharabu anayeharibu. Kumbe yuko mtu kazi yake ni kuharibu biashara yako, kuharibu kazi yako. Ndio wale wadudu wanaoharibu mazao, ni wale wadudu wanaoharibu vitu. Kwa mfano ni kuku, ni magonjwa yanayoua kuku. Sasa hao ndio waharabu. Unapotoa kwa uaminifu, yeye anamkemea yule mharifu, kwa sababu ndio maana lazima uombe. Amen.
Ikiwa umetoka kwenye mifugo yako, kama Baba asante kwa sababu hii ni fungu la 10 na mifugo yangu. Bwana umesema utamkemea anayekula, utakemea magonjwa, utakemea wale wadudu wanaokula, utakemea wezi. Kwa unaomba, unakemea ukiwa nyumbani kwako, alafu unaileta madhabahuni kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa anasema hiyo ni laana ambayo inaletwa na hiyo. Namba 2. Laana namba 2. Watu wasiotoa lipo fungu la 10 wanalaaniwa kwa laana inayowaangukia wezi. Wanalaaniwa kwa laana inayowaangukia wezi. Aina 2 za laana zinazowaangukia wezi au wanaoiba. Aina 2 za laana ambazo zinawaangukia wezi wanaoiba. Moja ni ile laana ya jumla ambayo Mungu ameitamka juu ya wezi. Mmeniibia mimi taifa lote. Laana hii ni ya jumla, imetamkwa na Mungu juu ya wezi. Lakini ya pili ni ile laana mahususi inayotokana na kumwibia Mungu mwenyewe. Ya kwanza ni ile ambayo imetamkwa juu ya wezi, lakini ya pili ni ile laana mahususi inayotokana na kumwibia Mungu mwenyewe. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Kwa kuna laana ya wezi ambao wezi kama wezi wengine, vibaka, wala ambao wanapigwa mawe, wala wezi unaona jambazi. Kuna laana ya wezi na kuna laana ya kumwibia Mungu mwenyewe. Kwa zote mbili zinakuja juu yako, laana ya wezi na laana ya kumwibia nani? Mungu mwenyewe. Zote zinatembea juu yako. Hebu tuangalie Zakaria 3 mstari wa 3 na wa 4. Zakaria 3, tuone Mungu anafanya nini. Imetamkwa kwenye Zakaria. Hapo kwenye Malaki, tuende mbele yake unakutana na Zakaria. Unapokuwa Malaki, virudi nyuma unakutana na Zekaria. Zakaria sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Mungu anatuma nini kwa wezi? Sikia anachosema. Laana ya wezi. Sura ya 5 Zakaria mstari wa 3 na wa 4. Ndipo akaniambia, sikia, hii ndio laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aapaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Sikia 4. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwizi. Nyumba ya nini? Mwizi. Nyumba ya nini? Mwizi. Atafanya nini? Ataituma itokee. Ni Mungu naye anaituma? Ni Mungu. Iingie kwenye nyumba ya nani? Ya mwivi. Na katika nyumba yake yeye apae kwa uongo kwa jina langu. Nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boriti zake na mawe yake. Yaani anatumaga moto kuteketeza. Kila ibaye ataituma kwa mwizi kwenye nyumba yake. Sasa Mungu anatuma moto kwenye nyumba yako. Anatuma moto kwenye biashara yako. Anatuma moto kwenye kazi yako. Kufanya nini? Kuiteketeza. Mbaya. Sema kwa jina la Yesu, sitaiba tena. Kumbe ndivyo ilivyo. Sitaiba tena. Anasema anaituma kwa nyumba ya mwizi. Mwanadamu atamwibia Mungu. Hii laana ni Mungu anaituma.
utakaa kwenye familia ambayo maisha yako hayawezi kutoka. Kwani kwa sababu wewe ni mwizi. Na sio mwizi mdogo, ni mwizi mashuhuri ambaye unaenda kumwibia Mungu. Sema mwizi mashuhuri. Mwizi Concord. Sio okota makopo ambaye akipita amechukua ndala, huyo sio mwizi njaa tu. Kachukua ndala pale ili ziongezee kwenye mzigo wake, labda akiuza apate 3,000. Amen. Okota makopo akipita nyumbani kwako akapita na kiti cha plastiki anakivunja vunja, ni njaa tu yule. Alo sefuria akakuta hapa anaweka hapa akabonde bonde auze 2,000. Wewe sio mwizi. Alo sasa wewe sio mokota makopo, wewe ni jambazi kabisa, mwenye silaha, mtumia silaha. Maskari wako hapa wao wanajua wakati ukabiana na jambazi wanakuwa wamejihami kwa silaha, lakini vibaka najua wewe vibaka tu, ni njaa tu wale. Alo Bwana asifiwe sana. Sasa wewe usiwe jambazi, utatumiwa hii laana. Nasema taituma hii laana ije kwenye nyumba ya mwizi, alafu kazi yake la ni kuteketeza. Mungu hutuma moto kuteketeza nyumba ya mwizi. Mwizi hawezi kuvitumia vitu alivyoviiba, na kamwe hawezi kuvificha wakati anapovitumia. Amen. Hawezi kuiba. Akitoka hapa labda hiyo nguo kavalie wapi? Wewe mtongana hapo umekuibia, atavaa hapa, ataenda Mbagala, hamie Mbagala. Au Chalinze, hana uhuru wa kutumia. Huwezi kuwa na furaha. Utakuwa ni mtu wa mashaka kwa sababu ni mwizi. Hata mtu anaenda kuiba mboga, nafikiri na hajiamini. Ukichukua hivi, afu ndo mlango pa ndo iko mdomoni wewe. Wakati mtoto jawahi fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mwizi hana uhuru na kitu cha nini? Cha wizi. Bwana anataka akupe uhuru katika jina la Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Huwezi kunufaika na mafungu ya 10 uliomuibia Mungu, iwe ni pesa au mazao, iwe ni mifugo. Hautafaidika, bali utapata hasara tu. Narudia tena, huwezi kufaidika na mafungu ya 10 uliomuibia Mungu, iwe ni pesa au mazao au mifugo. Kilichobaki itakuwa ni hasara tu. Namba 3. Laana ya 3. Laana ya 3. Laana, watu wasiotoa fungu la 10 wamelaaniwa kwa laana inayowaangukia watu wanaothubutu kumuibia Mungu. Laana hii inawaangukia watu wanaothubutu, wanaojiapiza kumuibia Mungu. Mithali 15 mstari wa 3. Mithali 15:13. Andika pia na Malaki ambao utaisoma, tuliandika pale Malaki 3:8-9. Kwa wewe mwalimu itakusaidia wakati unafundisha pia. Anasema macho ya Bwana, Mithali 15:3, macho ya Bwana yapo kila mahali, yakimchunguza mbaya na nini. Sema uwezi kuthubutu kumwibia Mungu afiki Mungu akuoni. Macho yake yapo kila, yanajua, yanafahamu, anajua unachopata hata kama hapana mtu. Macho yake yapo kila mahali, yanakujua kwenye biashara yako, yanajua faida unayoipata, yanajua kila kitu yako. Macho ya Bwana. Ni vibaya sana kuiba, lakini unaweza kuthubutu kumwibia Mungu. Ni vibaya sana kuiba,
Lakini je, unaweza kuthubutu kumwibia Mungu? Mungu humwona mtu asiyetoa fungu la 10 kuwa ni mwizi. Kwa hiyo laana zote zinazowapata wezi zitakupata na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikupe mfano. Nipe kiatu chako. Si ndio? Kiatu hichi ukimwona mbwa ukamrushia, kuna adhabu utapata? Kuna adhabu utapata? Kuna adhabu utapata? Achukue hiki kiatu hiki. Samia yuko pale anahutubia, alafu kitakupata nini? Kitakupata nini? Kitakupata nini? Si ni kiatu tu jamani. Kiatu hiki mbwa akipita hapo, ukirusha, ukapiga, kinalipa, anakimbia. Hakuna mtu anayekupiga. Kiatu hicho upigia mbwa, chukua sasa. Basi achana na hizo, basi hata mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, si ndio? Anafika anahutubia, fushika, vua, alafu wakuone wewe ndio umefanya nini? Sasa ndivyo hivyo ilivyo kwa wanadamu. Rahisi sana kuiba, lakini kusubutu kumwibia Mungu ni hatari sana kwako. Ni kama watu wa kuiba, akikuta mtoto njiani, siku moja nimnunulia Apple, akaenda tuition. Kafika sehemu pale watoto akakutana na watoto, akala kofi moja hivi, wakanyang'anya, kaja pale macho yamemtoka. Umeniibia, umechukua nini? Umechukua. Ni rahisi sana. Lakini huyo aliyeiba akampiga mtoto akachukua, aenda akampiga mtoto wa nani? Halo. Rahisi anakula embe, alafu wewe ukachukua ukaibe. Shamezoea kuiba. Ni rahisi sana. Mimi wala sikumfukuzia. Nikasema ni njaa tu. Lakini huyo akichukua alichokifanya hicho akamfanyia mwingine, madhara yake ni makubwa. Kwa nataka upishanishe. Ni rahisi sana kuiba, lakini unamwibia nani? Nani unayemwibia? Nani unampiga na hicho kiatu? Kupiga mbwa hakuna shida, lakini chukua kiatu hicho mpige hata maadamu mwenzio tu, hata baba yako au mama yako. Nini kitakukuta wewe mtoto? Sasa ndivyo alivyo mwanadamu. Ni rahisi sana kuiba, lakini kuthubutu kumwibia Mungu ni hatari zaidi. Ndio maana nasema macho ya Mungu yapo kila nini? Amen. 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 Unaweza kujificha hivi ukimwibia mwanadamu, lakini huwezi kujificha ukimwibia Mungu. Bwana asifiwe. Unaweza kujificha ukimwibia nani? Ukajificha ukakimbia afu anaweka huku afu mko pale. Jamani umeibiwa, afu jamaa yuko umeibiwa, umekwaje? Yuko pale. Lakini sio Mungu. Haleluya. Anasema kwenye Mithali 15:3, macho ya Bwana yapo kila. Ni rahisi sana kumwibia mteko. Ukasema nani amekuibia? Kama sio mimi. Akalalamika pale, sio mimi. Lakini sio rahisi kumwibia Mungu. Yeye anasema macho yake yapo kila mahali. Anaona kila kitu. Anajua kila kitu. Kwa huwezi kumwibia huyu. Huwezi kumwibia huyo. Ni hatari sana. Nampenda. Kuna wakati fulani Bishop, nakumbuka aliyehubiri hapa Milanza, akasema alikuwa ameenda kuhubiri Uganda. Unakumbuka? Si niko mwenyewe. Amepanda kwenye gari na mwenyeji wake amemchukua anampeleka. Sasa njiani wakutana na wezi. Alafu Mungu akamwambia yule nani? Yule mwenyeji wake, kama ni kwa sababu wewe umembeba mwizi huko kwenye gari. Ndio maana unaona hao wezi wako mbele.
Alichofanya Mungu, asinaomba nipite tu hapa ili hata enda kuhubiri kazini kwangu. Amen. Akaomba Mungu wale wezi hawakuafika, wakapita. Akasema, ndugu yangu, samahani sana, mimi sifanyi kazi na wezi. Nauli yako hii, rudi kwenu Tanzania. Halo. Anasema nilirudi kwa hivi niambie, ni aibu ya namna gani? Kwa njia hapo nikaanza hata kidogo ninachokipata na tuwafunga nini? Kwa nini? Kwa sababu akaambiwa rudi. Utaenda kanisani, ndio Jumapili unapeleka kanisani, ndio uanze semina. Alafu unaona wanajambazi wale. Mungu ananiambia ni kwa sababu yako tunataka tufe. Sasa mimi siwezi kufa kwa sababu upumbavu wako. Ondoka hapa, rudi kwenu. Ni hatari sana. Ile mama aliyefanyaga hivi, tunakumbuka, anatoa, anafikiri Mungu bwana, hakuna shida. Mwaka wa kwanza kaolewa, hakuna mtoto, kakaa miaka, siku naye mimba, akienda kupima katoka anacheza, kanaruka tumboni, kanapiga ngumi, ana furaha, miaka mingi sijapata, anasubiri apate. Siku ya kwenu hawezi kujifungua kawaida, mtoto ashamtanguliza nini, akafanywa operation. Fio chuma cha operation kukata hivi, tumbo fiu. Mama kwenye ndoto akasema, kama unavyonidanganya wakati wa kutoa sadaka, umejidanganya mwenyewe. Akashtuka, akazimia tena. Akiota anaoneshwa mtindo wake, anaenda kwenye shikapu liko hapa, kuna mtu anakuangalia unachotoa, anafika kwenye kapu kama hivi, shibe ifika kwenye kapu, anafanya hivi, alafu kabisa inaonekana kabisa anajiona mjanja, kumbe yuko mtu anaona kila. Alianza kutubu. Sasa wala alizinduka mara 3, nisamehe. Watu wakafunga, wakashona la kala, mama nisamehe, babu akiamka, nisamehe, anazimia tena. Mungu asema utaamuka tu. Mafishi kwa Ijumaa hiyo, nipe kanisani, amekuja analia, nisamehe. Afu kutubu mwenyewe, ukatubu na kuweka kudanganya. Afu wewe kiongozi na kuna mtu anajua. Kanisa limefurika pwa. Jumapili watu wamefika pale, mama watu na nisamehe. Mchungaji naye akasema, mama nisamehe, hebu njoo mbele, hebu tuambie ukusamehe. Si hatu unalia tu. Mchungaji, samehe. Nini? Mimi mwizi. Unaibeje ndugu yangu? Situage sadaka. Sadaka tunatoa kile ibada unasema kutoa sadaka utoe vipi? Natoaga hewa. Unatoaga hewa watu. Unatoaga nini? Natoaga hewa. Siku zote mchungaji, wewe mtoto wewe. Nisamehe. Na mimi Mungu amenidanganya. Nimezaa upepo. Audio sound zote anazo. Kuzaa hewa. Nona kitafuta kwa Mungu wewe. Mama ndio nona kitafuta. Mambe nona anaweza kitafuta. Akaugulia we, afu Mungu anasema utoe, tena ulipe. Tafuta ulipe, sio kama ni bure. Katoa hela we, akaenda kulipa kwa machozi. Mungu wa huruma akapata. Amen. Mungu ni Baba, haleluya. Anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anatufundisha, maana yake hataki hata mtu mmoja potee. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi kutolea unapomwibia Mungu. Yaani huwezi kutoka unapomwibia Mungu. Kumwibia Mungu zaka ni jambo baya sana. Nikushauri usijaribu kufanya hivyo. Utaishia jehanamu ya moto.
Kumwibia Mungu ni jambo baya sana, na kushauri usijaribu kufanya hivyo, maana utaishia jehanamu ya moto. Amua leo kutubu na kugeuka ili laana hizi ziondoke juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Laana ya 4. Mwani malizie laana hii, ziko nyingi. Ziko laana 8. Acha nimalizie hii, ikiwezekana tutamalizia Jumatano. Malizie laana ya 4. Watu wasiotoa fungu la 10 walaaniwa kwa laana zinazowapata watu wanaoihalifu Torati. Watu wasiotoa fungu la 10 hulaaniwa kwa laana zinazowapata watu wanaoihalifu Torati. Ni kulihalifu agano, ni kuihalifu Torati. Ni kuihalifu Torati. Kazana no. Yenyewe imegoma, haina adabu, inakugomea wakati unaandika. Bwana Yesu asifiwe. Soma, andika Kumbukumbu la Torati 27:26. Tusome basi, mchungaji. Hajazoea kusoma, naye somaga hayupo basi. 27:26 anasema, na laaniwe asiyeweka imara maneno ya Torati hii kwa kuyafanya watu wote waseme amina. Sema laaniwe asiyeweka imara maneno ya Torati hii kwa kufanya watu wote waseme amina. Kwa maana anasema laana hii ni ya watu. Laana hizi zinawafata watu wanaoihalifu Torati, na zinawapata pia wasiotoa fungu la 10. Sasa nianze kukuonesha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 16 na 20. Alafu Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 28. Kumbukumbu la Torati 28:16 mpaka 20. Yes. Biblia inasema, utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Unasikia? Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Ndio. Kuongezeka kwa ng'ombe wako. Ndio. Na wadogo wa kondoo wako. Ndio. Utalaaniwa ungiapo, utalaaniwa utokapo. Ndio. Bwana atakuletea laana na mashaka. Ndio. Na kukemewa. Ndio. Katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya. Hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Ulioniacha kwayo. Ndio. Umesoma hadi 20. Hadi 20. Kwa nasema utaaliwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na maongea ng'ombe zako wadogo kwa wakubwa. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Na Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote unayoyatia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea upesi kwa ule uovu ulioutenda wa matendo yako ulioniacha kwayo. Ono ni mtu akukemewa. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Ona laana ya mtu anaiba fungu la 10 ilivyokuwa mbaya. Maongeo yako yanalaaniwa, kila kitu chako kinalaaniwa. Unakuwa ni mtu akukemewa kila mahali. Mbingu zako zinakuwa shaba. 28:20. Mbingu zako zinakuwa nini? Shaba. Mbingu inafungwa inakuwa shaba. Hakuna kitu kinapenya kwenda au kushuka. Soma 28:28. 28:28. Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni. Bwana atakupiga kwa akili na kwa bumbuazi nini? Wa moyoni. 23 mstari wa 23. Hata 22 hadi 23. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa joto jingi na kwa upanga na kwa ukame na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie.
Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Unasikia? Mbingu juu ya kichwa zitakuwa nini? Na nchi wakati ukilima unapata, au hapa ukilima hapa afu upande hapa utapata. Sasa nchi inakuwa chuma, mbingu shaba. Unatokea wapi hapo? Mama mwenyewe unatokea wapi hapo? Ndio kama yule ambaye amelima eka 100 afu anapata gunia 5. Katumia milioni sijui 50, si milioni ngapi? Hata mtu aliyelima nusu eka amepata kuliko yeye aliyepata eka 100. Maana yake ardhi imelima kwenye chuma na mbingu zinakuwa shaba. Yote ni laana ya mtu ambaye anasubutu kumwibia Mungu. Basi mwanadamu ataniibia mimi, ardhi ni ya kwake, mbingu ni ya kwake. Anaamuru mvua isinyeshe, unalima halafu mvua inyeshi. Kwa nini wengi leo tumepata laana? Watu wanalima mvua zinyeshi, na hata wakipata anakaribia kuvuna, inakuja mvua ya mafuriko, inaondoka na shamba zima. Unafika asubuhi kweupe. Kwa nini laana imekuwa kwenye nchi? Ni kwa sababu watu wamemuibia Mungu. Watu ni wezi, wanalima anawapa hawapoe. Kwa wamekuwa wanalima hawapa chochote. Ni masikini na masikini na masikini. Mbingu zikiwa shaba, unatokea wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzo Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Utapigwa mbele ya adui zako. 25 hapo soma. Andika 25 na Mambo ya Walawi 26, 17 na 35. Hiyo tutasoma. Mambo ya Walawi 26, 17 hadi 39. Hiyo tutasoma. Wewe soma tu hiyo. Kumbukumbu la Torati 28, 25. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Utawatokea juu yao kwa njia moja. Lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nawe utatupwa huku na huko katika falme zote za dunia. Angalia laana hii. Watu wanaoiarifu Torati. Bwana akasema usile kwenye nyumba yako, wewe unakula kwenye nyumba yako. Bwana akasema leta, wewe huleti. Bwana akasema toa, wewe hutoi. Sasa hizi ni laana ambazo watoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo adui anapata nafasi. Amen. Hata mashtaka inaandikwa juu yako kwa sababu yako mwenyewe. Nataka yeye uandike, tusisome, muda wetu umeenda, nimalizie. Magonjwa na shida mbalimbali zitakuwa juu yako. 26 hadi 30. Andika mwenyewe, utasoma nyumbani. Magonjwa na shida mbalimbali. Kumbukumbu la Torati 28, 26 hadi 30. Ukasome nyumbani kwako. Uone madhara ya mtu kula fungu la 10. Uone mambo ambayo yanampata mtu ambaye anaiba fungu la 10. Lakini pia andika jambo lingine, mazao yako yataharibiwa shambani. Kumbukumbu la Torati 28, 38 hadi 44. Mazao yako yataharibiwa shambani. Utashangaa wanakuja wanyama wanaharibu, na kuja mvua inasomba, vinaharibiwa shambani kwa sababu ya kumwibia Mungu. Hakika kuivunja Torati ni jambo baya sana na hatari sana. Ndivyo maana kutoa fungu la 10 kwa lazima ni kwa lazima sana kwa mtu asiyetaka kukumbwa na laana hizi. Narudia tena, ndio maana kutoa fungu la 10 ni kwa lazima sana kwa mtu asiyetaka kukumbwa na laana hizi. Kutokutoa fungu la 10 kuna kuingiza katika laana hizi nyingi, na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Nani anasema mchungaji nimeelewa? Umeelewa? 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 Sasa nataka tuhitimishe maombi yetu. Kuna sadaka tulisema tutatoa kwa ajili ya kujifungua na roho ya mauti ambayo ilikuwa imeagizwa na imeamuliwa na aibu. Ifungua katika mauti na aibu. Bwana asifiwe sana. Nataka simamisha sadaka. Nilisema iko umejiandaa kwa sadaka hiyo, simamisha. Nataka nikuongoze maombi haya ili tuweze kumaliza. Jifungua katika mauti ambayo ilikuwa imeagizwa kwenye maisha yako, kwenye familia yako, watoto wako.
shika sadaka yako ambayo umeiandaa kwa ajili ya hiki, nikuongoze maombi ya kujifungua na kukataa hiyo roho na kutoka kwa nini kujifunga kifungo cha uovu, kutoka hapo katika jina la Yesu. Simama, kama umemaliza simama. Shika sadaka yako wakati tunaomba, nikuongoze maombi haya. Maanisha watu tulivyokuambia tumeshuhudiwa, tumesikia hata wengine wameshuhudia Mungu amewaokoa na mauti. Mungu alipotuambia muingie kwenye maombi, sababu shetani anataka kuleta mauti kwa watoto wa Mungu. Na tumekuwa na maombi ya siku 7. Tumefunga na kuomba, tumeomba. Nataka tuhitimishe kujifungua, ukatae kabisa. Takuombea alafu ukatae kabisa mauti ambayo imekusudiwa, ambayo imeandaliwa na mapepo, imeandaliwa na shetani. Watoto wote waliolala naomba muamshe, siwepo mtu akulala. Hakikisha watu wote wanasimama tuombe. Watoto wanajielewa wanaweza wakaomba, hakikisha pale alipo anasimama na tunaomba, wanafuatisha maneno haya. Tutaanza kwanza kwa toba. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kwenda kwenye toba kwa sababu tuweze kupata uhalali. Yamkini tumemwibia Mungu kwa namna moja ama nyingine. Yamkini wewe ni mwaminifu lakini kuna maeneo mengine umekuwa ukijisahau, hasa hela ndogo ndogo. Unaweza kuwa ni mwaminifu kwa mshahara wako, lakini hela ndogo ndogo ambazo zinaingia zinapita kwenye mikono yako tumekuwa tukijisahau. Tukaombe toba. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, mchana wa leo nimelisikia neno lako kwa jina la Yesu. Ninaona aibu. Mimi niliye mwanadamu, mimi niliye mavumbi, mimi niliye mdudu. Mungu nisamehe. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Mimi niliye mavumbi katika mikono yako. Mungu wa majeshi, nimethubutu kukuibia wewe. Ninaona aibu. Unisamehe. Unisamehe. Nisamehe Bwana Yesu. Nisamehe Bwana Yesu. Nimefanya uovu mkubwa. Nimefanya dhambi kubwa. Nimefanya machukizo makubwa. Mimi niliye mwanadamu, nisiye na shukrani, nimethubutu kukuibia wewe. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Natubu leo. Natubu leo. Uovu wangu na dhambi yangu ya wizi wa fungu la 10. Natubia Bwana. Unisamehe. Unisamehe. Unisamehe kukosa uaminifu katika mshahara wangu, katika mazao yangu, katika mapato yangu, katika biashara yangu, katika kazi yangu. Yesu, unisamehe. Unisamehe. Unisamehe kukosa uaminifu. Unisamehe kutoa isiyo kamili, na hata nilipotoa kuna wakati sikutoa kamili. Unisamehe, maana ni agizo nilete zaka kamili nyumbani mwako. Natubu Bwana, kumaanisha kuacha. Natubu Bwana, kumaanisha kuacha. Ninaomba Yesu unisaidie kuwa mwaminifu siku zote za maisha yangu, na unifungue na hizi laana ambazo Bwana nimejifunza siku ya leo. Naomba Bwana unisamehe na unifungue na laana hizi kwa jina la Yesu. Hizi laana za kukuibia, hizi laana za kutokulipa zaka zangu kwa Bwana, naomba Bwana unifungue kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mbingu yangu ikafunguke. Mbingu yangu ikafunguke. Ardhi yangu ikageuke na kuzaa. Isiwe chuma Bwana. Nisaidie Mungu. Nisaidie Bwana katika jina la Yesu. Hebu omba mwenyewe dakika chache, naelewa maeneo ambayo Mungu anakusukuma. Naelewa maeneo ambayo jawa mwaminifu. Mwambie Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Ukisema mwenyewe kwenye kinywa chako ni jambo jema. Mwambie Yesu nisamehe. Anasema macho ya Bwana yapo kila mahali. Anajua vyote unavyovipata.
anajua kiasi unachopata, anajua ulipomwibia. Na ukisikia moyoni mwako ulipe lipa. Ukisema moyoni mwako Mungu anasema nimekusamehe, mwambie Mungu nisamehe, mwambie Mungu nisamehe. Baba, katika jina la Yesu, ili neno lako na Bwana uliangalia ili upate kulitimiza. Hata mwenyewe Bwana, pamoja na kwamba nimetoa, kuna wakati nimejisahau. Natubu Bwana, natubu Bwana, hata zile ndogo ndogo ambazo Bwana umetoa. Kumbe hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Dhambi ni dhambi mbele zako. Ninaomba toba, ninaungama Bwana, ninaungama Bwana, ninaungama Bwana kukosa uaminifu wa fungu la 10. Unisamehe, 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 unisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Natubu Yesu, niko tayari kuanza upya, kwa mwaminifu katika kila kidogo na kikubwa unachonipa. Nisaidie Bwana, bila wewe siwezi, bila wewe siwezi. Nahitaji msaada wako, nahitaji huruma zako, katika jina la Yesu. Damu yako inisafishe na kunitakasa, unipe kuona kibali mbele za uso wako, kwa jina la Yesu, amen. Simama, nyosha mkono wako, tuombe sasa kwenda kujifungua na laana ya mauti na aibu. Amen, amen. Sawa na Ayubu 28:22, sema mauti na uharibifu katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa siku 7 za maombi. Umelituma neno kwetu, nasi Mungu tumelisoma pale uliposema hautatuacha, hautatupungukia. Tena Bwana ukasema utatuokoa na mabaya yote. Ndivyo imekuwa Bwana. Tumekuona Mungu katika wiki hii, katika mwezi huu na mwaka huu Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaharibu kazi zote za kichawi juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu, juu ya familia yangu kwa jina la Yesu, juu ya ndoa yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi zangu kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaharibu mipango yote ya wachawi kwa jina la Yesu. Nakataa, nakataa hukumu ya mauti iliyotolewa juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Nakataa hukumu ya mauti iliyotolewa na ufalme wa giza juu ya maisha yangu. Ninaikataa hiyo hukumu ya mauti, ninaipinga, ninaisambaratisha kwa jina la Yesu. Hebu omba sasa, kataa hukumu ya mauti katika jina la Yesu. Baba, tunakataa hukumu ya mauti iliyotangazwa, iliyotamkwa juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, juu ya wana wa Sayuni, juu ya wamama, juu ya wababa, juu ya wazee, juu ya mashemase, juu ya washirika wote. Tunakataa hukumu ya mauti, mauti na uharibifu. Sikia neno la Bwana. Tunakukataa kwa watoto wadogo, tunakukataa watoto wadogo, tunakukataa kwa vijana, tunakukataa kwa wababa, tunakukataa kwa wamama. Hakuna mauti hapa katika jina la Yesu. Mauti na uharibifu, mauti na uharibifu, mauti na uharibifu, ninakufungia kuzimu katika jina la Yesu. Juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu kwa jina la Yesu. Naamuru ubatilishe, naamuru ubatilike katika jina la Yesu. Batilika we mauti, batilika we mauti kupitia magonjwa, batilika kwa jina la Yesu kupitia ajali, kupitia uchawi, kila ugonjwa uliotamkwa, uliotengenezwa ili watu nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Omba, 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 omba. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa damu ya Yesu. Kataa hiyo mauti, jifungue kwayo kwa jina la Yesu, jifungue kwayo kwa jina la Yesu. Wengine ni ratiba, atafuata huyo. Kataa, jifungue kwa hiyo mauti, toka upande wa wazazi wako, toka kwenye familia yako, hiyo kwa mtu yoyote, hiyo madhabahu yoyote. Tunakataa hiyo mauti kwa jina la Yesu.
tunakataa hiyo mauti kwa jina la Yesu. Nakataa hukumu ya magonjwa yaliyotangazwa na wachawi kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kila aina katika jina la Yesu. Magonjwa ya kila aina katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Najifungua na mauti wakati wa usiku, wakati wa mchana, wakati wa jioni, masaa yoyote tunajifungua katika jina la Yesu. Sitakufa bali nitaishi kwa damu ya Yesu. Wa mauti na kuteketeza na kuangamiza kwa jina la Yesu. Tegwa mauti, najifungua kwenye kabure, najifungua kwenye jeneza, najifungua kwenye sanda. Nalipua kila jeneza kwa jina la Yesu. Nalipua kila jeneza, nalipua kila sanda zilizoandaliwa. Hayo majeneza yaliyoandaliwa, lipua kwa jina la Yesu. Shika moto majeneza ya kichawi yaliyoandaliwa, migomba iliyoandaliwa, miti iliyoandaliwa, nalipua kwa jina la Yesu. Na choma na moto. Karabashando rabasakata rakamando robosika rakamando robosaya ramayando robosia ramayando rimosaya ramayando rimokuria rimakando ribasaya mando rimokuria basaya rikamando robosaya rimakuri masaka rakamando roboseke rikamando ribakura basaya rimanda raboria basia. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kupinga mauti na uharibifu ya wana wa Sayuni popote pale walipo duniani. Tunawafungua walioandikiwa kufa kwa jina la Yesu. Hakuna mauti, hakuna misiba hapa kwa damu ya Yesu. Kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa kwa watoto wetu, kataa kwa watoto wako, kataa kwa mume wako, kataa kwa familia yako katika jina la Yesu. Tunaweka ukuta wa moto kwa damu ya Yesu Kristo. Hauna nafasi ibilisi, hauna nafasi ibilisi. Uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo. Watoto wangu uhai wao umefichwa ndani ya Kristo. Wana wa Sayuni, wa mama wa Sayuni, wa baba wa Sayuni, vijana wa Sayuni, uhai wao umefichwa ndani ya damu ya Yesu. Ndugu zangu, kaka zangu, mama zangu, uhai wao umefichwa ndani ya damu ya Yesu. Rakamando ribosaya. Kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu, na kataa misiba upande wa baba, upande wa mama, kwa jina la Yesu. Tunafunga misiba kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Haribika kwa jina la Yesu. Haribika kwa damu ya 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 Yesu. Haribika katika jina la Yesu. Haribika katika damu ya Yesu. Haribika katika damu ya Yesu. Haribika katika jina la Yesu. Katika damu ya 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 Yesu. Na Mungu haribiwa kabisa kwa jina la Yesu. Ewe roho wa magonjwa, ewe roho ya mateso, na kataa mateso, hukumu ya mateso iliyotolewa juu yangu, iliyotamkwa juu yangu, na Mungu ibatilike kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tumepewa damu ya Yesu ili kushinda hukumu zote za manabii wa uongo, za mawakala wa uongo. Kataa hukumu ya mateso kwa jina la Yesu. Kataa hukumu ya mateso, kataa hukumu ya shida katika jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Mchana wa leo nakataa hukumu ya umasikini, ya ufukara, ya madeni, kukataliwa. Ninaamuru hukumu hiyo ibatilike kwa jina la Yesu. Ibatilike juu yangu, juu ya maisha yangu, juu ya huduma yangu. Ibatilike kwa jina la Yesu. Kila hukumu katika ulimwengu wa roho iliyotolewa kinyume na maisha yangu, hiyo hukumu naamuru ibatilike sasa kwa jina la Yesu. Kila mpango uharibike sasa. Kila kusudi, kila shauri libatilike sasa kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kila shauri la watu wabaya, kila shauri la ufalme wa giza ni batili kwa
kwa damu ya Yesu. Ni batili kwa damu ya Yesu. Limebatilika, halitakuwa, halitafanikiwa juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya madhabahu ya wana wa Sayuni. Kwa wababa haitakuwa, kwa wamama haitakuwa, kwa vijana haitakuwa, kwa watoto haitakuwa, walio tumboni haitakuwa, kwa jina la Yesu. Mabaya hayatatupata, hayatupata, maana Bwana yu pamoja nasi usiku na mchana, tuingiapo na kutoka. Ulinzi wa Bwana umetuzingira kwa jina la Yesu. Nainua sadaka hii Bwana, nainua sadaka hii Bwana kwa jina la Yesu. Naisimamisha mbele za uso wako, ikanene mema, ikanene ulinzi, ikanipiganie, na kila sadaka iliyotolewa kwenye ufalme wowote wa giza kama kafara kwa ajili ya maisha yangu, ninaamuru hiyo sadaka iharibiwe kwa jina la Yesu. Iharibiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sadaka hii ikasimame kunitetea mimi na watoto wangu na familia yangu na kanisa langu kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu. Amen.